Naam, nakukaribisha tena katika session yetu ya siku ya leo. Na siku ya leo tunaenda kujifunza somo linalosema sababu zinazozuia kutotimia kwa hatima au mafanikio yako. Sababu zinazozuia kutotimia kwa mafanikio yako au kwa ndoto yako. Hilo ndio somo letu ambalo tutaenda kupita nalo siku ya leo. Na ziko sababu nyingi. Kila mtu ana ndoto ambazo amejipangia katika maisha yake aweze kuzitimiza. Ninaamini hata wewe unayenisikiliza kuna vitu ambavyo umeazimia kwamba yamkini mwaka huu 2026 utavitimiza. Lakini kuna project nyingi ambazo yamkini umezianzisha lakini unategemea kwamba zitatimia baada ya muda fulani. Kwa bahati mbaya sana, muda uliojiwekea wa kujipima kama umetekeleza, kama umetimiza, unapofika unajikuta mara nyingi upo nyuma ya utekelezaji. Kwa maana ya kwamba ndoto zako zinashindwa kutimia. Tulipokuwa mwaka mpya tunageuza mwaka kutoka 2025 kwenda 2026, yamkini wewe ni mmoja ya watu ambao waliandika kwenye diary kwamba huu mwaka 2026 ni mwaka wangu wa kutoboa kwenye eneo 1 2 3 4, na ukaseti na kalenda ya utekelezaji kwamba kuanzia mwezi Januari nitafanya 1 2, mwezi Februari nitafanya 1 2, Machi nitafanya hiki, ukaweka ratiba vizuri kabisa. Lakini cha kushangaza sasa hizi tuko mwezi Aprili, unajikuta kuna vitu vingi ni kama vile bado haujavitekeleza. Na kila ukijaribu kuzingatia na kuangalia kwa umakini, huoni sehemu yoyote ambapo ulifanya uzembe. Unakuta ulifanya jitihada kali sana, lakini unakuta kila ukijaribu kupambana hufikii malengo yako. Basi kama wewe ni mtu huyo, basi ujumbe huu upo kwa ajili yako, kwa ajili ya kukusaidia. Somo hili liko kwa ajili yako, kwa ajili ya kukusaidia kuweza kuvuka katika eneo ulilopo. Nataka niseme kwamba na mimi pia nimekuwa muhanga wa hili eneo kwa muda mrefu, na namshukuru Mungu ambaye sasa amenipatia hii message. Kwa hiyo imeanza kuniponya mimi kwanza kabla sijaisema kwako. Ninaamini kwamba itakuwa na sababu za kukufungua na kukuponya katika maisha yako. Hebu fuatana na mimi mpaka mwisho, lakini kama hujasubscribe hii channel tafadhali subscribe ili kusudi uendelee kupata mafundisho mengine na masomo mbalimbali yatakayo kujenga kimaisha na kiroho kwa ujumla. Okay, sasa zipo sababu ambazo zinazuia kutotimia kwa ndoto zako. Ziko sababu nyingi na kila siku nitakuwa nazungumza sababu moja mpaka tutakapomaliza hii semina yetu, kwa maana ya hili somo letu. Sasa zipo sababu nyingi, nyingine ni za kiroho, lakini nyingine ni za kiuelewa. Lakini nyingine pia ni za kimazingira. Kwa hiyo kuna sababu za kiroho, sababu za kiuelewa na sababu za kimazingira. Kuna hizi dimensions tatu ambazo lazima ushughulike nazo ili kusudi uweze kuhakikisha kwamba unatoboa upande wa pili. Sababu ya kwanza zipo kwenye makundi matatu. Kundi la kwanza tunasema ni sababu za kiroho, na kundi la pili kuna sababu tunasema sababu za kimazingira, na kundi la tatu tunasema ni sababu za kiuelewa kwa maana ya knowledge. Okay? Sasa tukianza na kundi la kwanza, leo tuanze na sababu za kiroho. Kwenye eneo la sababu za kiroho, sababu ya kwanza kwenye kundi hili la sababu za kiroho, sababu ya kwanza inaitwa spiritual setup. Nikisema spiritual setup silengi moja kwa moja. Unajua mtu akisema huyu jamaa amekuwa setup, yani kama vile umetegewa au umetegwa kwamba usifike sehemu fulani au umefungwa. Mtu akisema setup anahisi kama kufungwa kamba hivi au kufungwa na pingu na mnyororo ili kusudi asitoboe upande wa pili, of which na hiyo inaweza ikawa na maana. Lakini maana yangu kubwa ambayo nimetamani ni share na wewe siku ya leo, spiritual setup kwa maana ya msingi wa kiroho ambao umekuunda wewe katika utekelezaji wa masuala mbalimbali ya kimaisha. Setup inner being, yani tunasema kwamba yule wewe wa spiritual yukoje, ameundwaje, software yake ikoje, ndicho ambacho nataka nikimaanisha siku ya leo. Kwa unaposema spiritual setup, ninamaanisha ile inner structure, ile hali yako ya ndani umeundwaje. Sasa spiritual setup ni namna fulani, ni kama software ambayo huwa ina predict au inatabiri matokeo ya mtu katika ulimwengu wa roho ambayo yatakuja kuonekana katika ulimwengu wa mwili au ulimwengu wa macho ya kawaida tunayoona. Sasa watu wametengenezwa kwa setup za aina tatu. Spiritual setup imegawanyika katika sehemu tatu, na maana yake inawagawa watu katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza au tunasema inagawa watu katika domain tatu, hiyo spiritual setup. Domain ya kwanza, hii ni domain ambayo inashughulika na watu ambao
hawana updates. Hawana updates spiritually, kwa maana ya kwamba hawajawa updated kabisa. Yani tunasema kwamba kama vile ni software, maana yake ni software ambayo imeisha, yani haijawa updated, kwa hiyo haifunction kwa sababu haiko updated. Na kwa bahati mbaya hata baadhi ya drive inawezekana zimeisha kufa, kwa hiyo inashindwa kufunction kabisa. Hili ni kundi la kwanza. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo, mtu ambaye yuko katika hii level ya tunasema kwamba hawako updated spiritually, ndio wale watu ambao maisha yao ya maombi yamekufa. Ni watu ambao maisha ya kujifunza neno la Mungu kila siku yamekufa. Ndio wale watu ambao wanaishi maisha ya mazoea tu. Anaweza akapitisha hata wiki nzima hajawahi kusikia neno la Mungu. Ni mtu ambaye haendi hata kanisani, ni mtu ambaye hapendi ibada, ni mtu ambaye hapendi mambo ya Mungu kwa ujumla, lakini tu anajikuta tu anaishi alimradi siku zinaenda. Nataka nikwambie kwamba tunasema kwamba workshop ambayo haina mtu ndani, tunasema ni karakana ya shetani. Empty heart is the devil's workshop. Kwa maana ya kwamba moyo ambao hauna ibada na Mungu umekufa kabisa, tunasema ndio karakana ya shetani ya kuoperate katika mambo mbalimbali. Kwa hiyo devil anaweza akatumia moyo wako kuoperate na kukukandamiza na kukukandamiza na kukukandamiza kwa kiwango ambacho huwezi kuona nuru katika maisha yako, huwezi kuona unafanikiwa kwa lolote katika maisha yako. Sasa hiyo ni domain ya kwanza katika eneo la spiritual setup. Tumesema kwamba spiritual setup yenyewe imegawanyika katika makundi matatu, na nimeanza kuchambua domain ya kwanza. Domain ya kwanza ni ya wale watu ambao wamekufa ndani yao kiroho, hawana updates za kiroho, hawaji-update na maneno ya Mungu, hawapendi kujishughulisha na mambo ya Mungu kabisa. Watu wa namna hiyo, mafanikio au hatima zao njema huwezi kuzisikia. Nataka nikwambie, hata kama atajaribu kufanya hatima, hawezi kufikia hatima njema, hawezi kuzalisha kitu kizuri, hakiwezi kuwa na matokeo kwa sababu tayari kinazaliwa, tayari kimebebwa kwenye mauti. Ni kama mtu ambaye tayari ameisha kufa, afu umwambie aweze kukuzalishia kitu. No way anaweza kuzalisha kitu chochote. Kwa hiyo mauti tayari imeisha bebwa ndani ya moyo wa huyu mtu. Kwa hiyo hawezi akazalisha kitu kilicho alive, kilicho hai, kikasababisha matokeo kwa watu wengine, kwa sababu tayari kinatoka kwa mtu ambaye tayari ameisha kufa. Hiyo ni domain ya kwanza ya spiritual setup. Domain ya pili ya spiritual setup tunasema ni domain ambayo ina operate kwa wale watu ambao wana updates lakini hawana future, au hawana mwisho mwema, au hawana hatima njema. You have updates but you don't have the future. Sasa utaanza kuniambia kwamba brother, sasa unamaanisha nini unaposema kwamba sina future? Brother, kila kitu kinacho operate katika maisha yetu kina kanuni zake za uendeshaji, kina sustainability strategies. Kwa hiyo ninaposema kwamba mtu ana mwanzo mpya, ni mtu ambaye ana uwezo wa kuanzisha project mpya, lakini hana sustainability plans za kusababisha kile anachokianzisha kiweze kufika mwisho au kiweze kuanza kuonyesha matokeo. Na kwa bahati mbaya sana, sio kwamba kila anayeanzisha kitu kizuri lazima kitafika mwisho, lazima kitaonyesha matokeo. Unaweza kuanzisha kitu kizuri kabisa lakini kisiwe na matokeo. Unaweza kuanzisha project nzuri kabisa lakini isiwe na matunda wala isiwe na matokeo. Sasa hii ni domain ya pili ya spiritual setup, ambapo kuna watu wamefungwa kwenye hilo eneo. Ndio sasa utakuta kuna mtu ambaye ni mwimbaji mzuri sana, kila mwaka anaingia studio, ana rekodi single zake 2-3, lakini akisha rekodi audio anazifungia ndani na hajawahi kuzisambaza popote. Hii ni domain ya pili ya spiritual setup. Ndio hao watu ambao wanaanzisha huduma pengine za kusifu na kuabudu. Ni hao watu ambao wanaanzisha huduma za neno la Mungu. Ni watu ambao wanaanzishaga hata makanisa, lakini baada ya muda mfupi unasikia kanisa fulani limeanguka, kanisa fulani halijasimama, limepukutika, limetawanyika, limesambaratika, kwa sababu wamefungwa na spiritual setup inayoitwa hii ya pili, ambayo ni domain ya pili inayoitwa new beginning without future. Yani mtu anaanza mwanzo mpya lakini hana mwendelezo. New beginning without future, without sustainability plans spiritually. Nataka nikwambie, mtu yoyote ambaye amefanikiwa katika kila jambo analolifanya ni yule mtu ambaye ana sustainability plans ambazo anazioperate kila siku katika ulimwengu wa roho. Ukiona kuna jambo umelianzisha na limefia njiani, umekosa kuresustain katika ulimwengu wa roho.
And if you fail to sustain it in spiritual realm, it is going to die automatically. It will die it is going to die. So if you start any project spiritually, you must make sure that you have strategies that will sustain it spiritually, na mwisho wa siku sasa matokeo yataanza kuonekana physically. Kwa hiyo kila project ambayo imeanzishwa na huyu mtu isiyofika mwisho, maana yake yuko kwenye level hii inaitwa level ya kuweza kuanzisha kitu. You have updates but you don't have sustainability plan. Nataka nikwambie kwamba kila kitu utakapokianzisha, huo ndio mwanzo mpya wa kwake, lakini ili kiweze kuendelea lazima kuwepo na mikakati ya uendelezaji. Hujawahi kuona kuna mtu baba yake alishawahi kuwa na mali nyingi sana, alipofariki watoto wake wakaua na ile miradi yote ambayo huyu mzee alianzisha, kwa sababu they don't have the sustainability plan, kwa sababu hawajabeba domain ya yule mtu ambaye alianzisha hicho kitu. So you must carry the domain that will produce something and have the strategies for sustainability of such particular thing. Hivyo ndio vitu vya msingi vya kuzingatia katika ulimwengu wa roho, na ashukuriwe Mungu kwamba we can set all these things spiritually. Tunapoingia rohoni is where now we can set strategies spiritually, alafu mwisho wa siku zikaja ku manifest physically in the physical realm. Kwa hiyo tunapokuwa naendelea kujifunza kwenye hili somo, utaanza kujigundua kwamba wewe ni aina ya mtu wa namna gani. Utaanza kuona kwamba ni mtu ambaye pengine una uwezo mkubwa wa kubuni mipango, una uwezo mkubwa wa kubuni biashara, una uwezo mkubwa wa kubuni vitu mbalimbali katika maisha yako, lakini siku zote ukikianzisha kile kitu hakifiki mwisho, kwa sababu ya spiritual setup yenye domain inayosema kwamba huyo mtu ni mwanzishaji wa jambo lakini sio mwendelezaji wa jambo. Hata Biblia inawasema watu ambao ni wasikiaji wa neno lakini sio watekelezaji, na kufananisha na mtu ambaye anasikia wito wa kufanya kitu lakini akisha kisikia na kikubali, lakini kwenye eneo la kukiishi kile kitu kwake inakuwa ni msamiati. At the second domain of spiritual setup. Let's come now to the third domain. Okay, mfano wa pili wa mtu ambaye, kabla tujamia kwenye sehemu ya tatu, mfano wa pili wa mtu mwenye spiritual domain ambayo spiritual setup domain ambayo inamfanya ashindwe kuwa na sustainability, moja wapo ni prodigal son, mwana mpotevu. Ukisoma kwenye Biblia, huyu dogo hakuwa bwege. Yani yeye alipozingatia moyoni akasema kwamba aende kwa baba yake akamuombe baba ampatie sehemu ya mali inayomwangukia, kimsingi ile ilikuwa ni haki yake, na alikuwa na haki ya kuchukua mali kwa baba akaanzishe mji sehemu nyingine. Na hiyo ni kanuni au indicator mojawapo ya growth. Kama ukikuta wewe miaka yote unakaa kwa wazazi wako, tafsiri yake ni kwamba haukui, na kwa sababu haukui sio rahisi kuweza kufikia mafanikio yako, kwa sababu that is not your domain. Yani wewe hutakiwi kukaa kwa baba yako kwa miaka yako yote, lazima ifike umri wa kukua uweze kuondoka kwenda kuanzisha maisha yako sehemu nyingine. Kwa mwana mpotevu, mkakati wa yeye kwenda kwa baba na kuomba aondoke aende sehemu nyingine akaanzishe maisha halikuwa kosa kimsingi, na ni kwa sababu tu tunaona matokeo yalivyokuwa mabaya tunaanza kumlaumu kwamba dogo aliondoka, dogo alifanya nini. Lakini kimsingi to shift from one place to another kwa ajili ya kutafuta maisha kimkakati ni jambo la baraka mbele za Mungu, na ni indicator mojawapo ya growth. Sasa shida ya huyu mwana mpotevu ni alikuwa na domain setup ya aina ya pili, type 2, ambayo yenyewe ilikuwa imemfungulia update ya kuweza kuondoka nyumbani, lakini sustainability strategies zake zikawa hazipo, na that's why alipoenda akaanza kufanya mambo ambayo hakutakiwa kuyafanya, na at the end of the day anakuja kuanguka, anajikuta kwamba ameishiwa kila kitu, maisha yake yamekuwa bankrupt, hatima yake imekuwa ni mbovu sana pale alipokuwepo, kwa sababu akaanza mpaka kutamani kujirisha na chakula cha nguruwe. Kwa hiyo moja ya mfano mzuri sana wa kujifunza kwenye setup ya pili ya watu ambao wanaweza wakaanzisha kitu lakini hawana sustainability plan, lakini hawana future, mmoja wapo ni mwana mpotevu. Okay, so let's go to another type, aina ya tatu ya domain, spiritual domain setup, ambayo inasababisha watu sasa wafikie level fulani. Okay, aina ya tatu ni mtu ambaye ana mwanzo mpya lakini pia ana hatima njema. Mwanzo mpya na hatima njema. Sasa hili ndilo kundi la watu ambalo Mungu anawatafuta, watu ambao wana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu wakaanzisha kitu alafu kikawa na hatima njema. Ninakuombea katika jina la Yesu uwepo kwenye hili kundi la watu ambao wana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu,
wakaingia kwenye utekelezaji na wakaleta matokeo yenye hatima njema in the kingdom. Na hawa ndio watu ambao wanafanikiwa katika maisha ya kawaida. Sasa kama uko kwenye hii domain ya tatu, glory to God, glory to God, glory to God, Mungu akubariki sana. Lakini hii ni aina ya domain ambayo inawaelezea watu ambao wana uwezo wa kuanzisha kitu alafu wakakitimiza mpaka mwisho. Wewe ni shuhuda. Kuna vitu vingi ambavyo umeshuhudia, kuna watu wanaanzisha mpaka unajiuliza kwamba hawa watu wanafanyeje? Kwa nini mtu fulani ameanzisha kampuni na kampuni imesimama na imeonyesha matokeo na mchango mkubwa kwenye jamii? Ni kwa sababu wako kwenye setup domain ya type 3. Wapo kwenye setup domain ya type 3, wako na updates, lakini wapo na sustainability plans za kuweza kuendeleza ile domain ambayo wapo kwa wakati huo. Na shukuriwe Mungu kwamba hivi vitu tunavyovizungumza, kuna vingine si kwa uweza wala kwa nguvu, bali ni kwa Roho, wasema Bwana wa majeshi. That means there are some things that you have to deal with spiritually, ili kusudi hivi vitu viweze kukuletea matokeo mwilini, viweze kukuletea matokeo katika physical realm. Na kwa bahati mbaya sana, nyuma ya pazia kuna forces nyingi sana ambazo zinavuta domains kulingana na historia yako. Watumishi mbalimbali wa Mungu wanapozungumza kwa habari ya namna ya kushughulika na heritage spirits, heritage ancestors spirits, kuna zile roho ambazo waga zinaweka mistari kwamba katika huu ukoo, huyu ndiye, yani mtu wa mwisho kufanikiwa ni mtu aliyefikia pengine darasa la 7, au mtu aliyefikia form 4, au mtu aliyefikia form 6, au mtu kwa kuna zile tunasema deadline. I'm speaking of the deadline, kwa maana ya kwamba kuna zile ambazo spiritual ancestors zimeweka kwamba okay, huyu, yani katika huu ukoo hakutakuwa na mtu ambaye atafika kwenye level ya PhD. Katika huu ukoo hakuna mtu ambaye atakuja kumiliki nyumba. Katika huu ukoo hakuna mtu atakuja kumiliki gari. Katika huu ukoo hakuna mtu ambaye atakuja kuishi na mke wakazeeka pamoja. Hakuna. Kwa hiyo kuna spiritual domains, spiritual setups ambazo zimewekwa na spiritual ancestors. Kumbuka kwamba kila klani ina historia yake. Kwa hiyo huko nyuma spiritual, kuna wazee walishatengeneza madhabahu kwamba hawa watu hawatafika sehemu fulani. Kwa hiyo wewe unashangaa umezaliwa, unaendelea kuishi, na kwa sababu hujapata knowledge ya kushughulika na spiritual domains mbalimbali ambazo zimekuwa set up na ancestors katika ukoo wenu, unajikuta huko hapo ulipo sasa. Na kila ukijaribu kuhangaika utoke kwenye eneo lilopo, unashindwa kuondoka, unashindwa kukimbia, unashindwa kupiga hatua, kwa sababu there is a lot of forces that are pulling you out. Kwa kuna zile nguvu ambazo zinakuvuta, unashindwa kuendelea mbele. Sio kosa lako, mtumishi wa Mungu, sio kosa lako. Yani wewe kufeli darasa 7 na kushindwa kabisa kuendelea mbele, sometimes alikuwa kosa lako, kwa sababu ulikuwa unajitihada sana. Wewe ni shuhuda. Kuna muda ulikuwa unasoma sana. Kufeli form 4 wakati mwingine sio kosa la kwako. Inawezekana umetumia nguvu kubwa sana kujifunza darasani, umetumia nguvu kubwa sana kukesha ukisoma, lakini it just happened ukajikuta tu umefeli. Ni kwa sababu ya spiritual domains setup ambazo zina operate kwenye ulimwengu wa roho. Sasa ukiwa Mungu akikupatia knowledge kama hivi ya kudili na spiritual domains mbalimbali katika maisha yako, ndio sasa utafungua hiyo domain ya tatu ya kundi la watu ambao wanakuwa na mawazo ya kufanya kitu, lakini pia wana strategies za utekelezaji ambazo zimefunguliwa na zinawezekanika na wanazitekeleza na wanafanikiwa. Hili ndio kundi la tatu ambalo natamani Mungu akusaidie, Mungu akuweke. Leo tumezungumzia sababu ya kwanza tu kwenye spiritual domains ambayo tumesema ni spiritual setup. Setup ya kwanza ya aina ya watu ambao hawana updates, hawapo updated. Domain ya watu ambao hawapo updated. Setup ya pili ni domain ya watu ambao wako updated lakini hawana sustainability plan, hawana future. Ni watu ambao, yani mtu ambaye ana vitu vizuri lakini hana future, hawezi kuviendeleza. Hata ukiwa na mawazo mazuri, kama huwezi kuyafanya yakawa na uhai, yakawa live, you are as good as nothing. Lakini kundi la tatu, spiritual setup ya tatu, ni domain ya watu ambao wana vitu vizuri vinavyozaliwa ndani yao lakini pia vinaonyesha matokeo. Sasa hili kundi la tatu ndilo ambalo shetani anasaga meno kwa ajili yao, ndio ambao bato zao ni kubwa sana. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba
Wapo wachache ambao huwa wana uwezo wa kujielewa na kuatamia ndoto zao kwa maombi. Wanalinda walichokipata kwa maombi, wanakilinda walichokipata kwa maombi. Kama ni kampuni wanalinda kwa maombi, kama ni ndoa wanailinda kwa maombi, kama ni kazi wanailinda kwa maombi. They are praying every now and then. Their spiritual senses are alive because they are praying every now and then. Na hawa ndio watu ambao at the end of the day unakuta unaanza kuona matokeo ya kile wanachokifanya, because devil cannot touch what God has brought to you. Sasa kama wewe una masikio rohoni ya kumsikiliza Mungu na kuzingatia kile ambacho Mungu amekusemesha kukifanya, ninakuombea katika jina la Yesu. Najua upo wewe ambaye unanisikiliza unasema, mtumishi, mimi ni aina ya kundi ambalo nina vitu vizuri sana ndani yangu, lakini kila nikijaribu kuvifanya huwa vinakufa tu. Wakati mwingine umeanzisha biashara nyingi lakini zilikufa. Ulianzisha biashara hii, imekaa muda mfupi imekufa. Ulioa mke, baada ya muda mfupi mkaachana. Ulijaribu kununua gari ukapata ajali likafa. Ukajaribu kufuga kuku, ghafla tu vifaranga wote wamekufa. It's because of this second spiritual setup domain ambayo inasema kwamba you will have to produce something but it will not show the results. This is another type of spiritual domain ambayo ina operate na inasababisha kutokuwa na matokeo katika ulimwengu wako. I'm praying as a man of God. Kwa jina la Yesu, ninavunja kila spiritual domain katika maisha yako ambayo inasababisha usipige hatua, inayosababisha kila jambo ambalo umelianzisha lisiwe na matokeo. I'm rebuking it in the mighty name of Jesus. I'm rebuking it in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. I rebuke every spirit that is causing not to prosper, not to progress on every project you are doing. In the mighty name of Jesus. Ninakataa na kukata kila mapingo ya shaba yanayosababisha kutokuwa na future, kutokuwa na uendelevu mwema katika kila jambo unalolianzisha. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Beat the spiritual ancestors in the mighty name of Jesus. Today I rebuke it. Today I rebuke it. Today I rebuke it in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, I rebuke that spirit in the mighty name of the Lord. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. I decree and declare everything that you started is going to happen. Everything that you started is going to prosper. Every project that you started is going to prosper in the mighty name of the Lord. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Umebarikiwa katika jina la Yesu. Kama wewe haujamkubali Yesu kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, unaweza kunifuatisha maneno haya: sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Ninakukubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo ninaokoka. Kuanzia leo ninakuamini wewe. Kuanzia leo nitakutumikia wewe. Nifanye kuwa mtoto wako tena, nisamehe dhambi zangu zote katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Kwa maombi na maombezi, nitafute kwa namba ya simu 0621 029 725. 0621 029 725. Mungu akubariki sana. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Tukutane kwenye mwendelezo wa semina yetu siku ya kesho kwa jina la Yesu. Amen.